Ahlan wa sahlan wa marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika dakika 60 za taarifa ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na Benki Kuu ya Tanzania yakanusha taarifa kuhusu kuwa na mpango wa kuuza hifadhi ya dhahabu ili kufadhili miradi ya kimkakati. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman, karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzo, tuanze na habari za kitaifa. Benki Kuu ya Tanzania BOT imekanusha taarifa zinazosambaa mtandaoni kuhusu benki hiyo kuwa na mpango wa kuuza hifadhi ya dhahabu yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.3 kwa ajili ya kufadhili miradi ya kimkakati ambayo imepunguziwa ufadhili na taasisi za kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Mkurugenzi wa idara ya masoko ya fedha wa BOT Manuel Yakaro akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam amesema madai hayo si ya kweli, ila kilichopo ni mpango wa kuuza hifadhi ya dhahabu iliyozidi kiwango kilichoidhinishwa ili kuweka sawa mizania ya hifadhi ya dhahabu ya Benki Kuu. Amesema bodi ya BOT imeidhinisha benki hiyo kuwa na hifadhi ya dhahabu isiyozidi thamani ya dola bilioni 2, huku thamani ya sasa ya hifadhi hiyo ikiwa imefikia dola bilioni 3.24. Hivyo benki inapanga kuuza kiasi cha dhahabu kilichozidi. Kwa ujumla Benki Kuu sasa ina dhahabu ambayo ina thamani ya bilioni 3.24 kwa dola za Kimarekani, ambayo ni sawasawa na tani 18.9 mpaka jana, tani 18.9. Tukumbuke tumeanza hili zoezi mwaka 2024 Oktoba tarehe 1, mpaka sasa hivi tuna dhahabu tani 18.9. Sasa ukifanya mahesabu ya haraka dhahabu tulionayo sasa, na hapa tunaanza sasa kuangalia ule upotoshwaji. Dhahabu tulionayo ni sawasawa na karibu 36% ya mali zetu zilizopo nje, kwa maana ya foreign assets. Akaro amesisitiza kuwa BOT ni chombo huru na uamuzi wowote wa kutumia uwekezaji wake wa kufadhili miradi ya serikali unahitaji idhini ya Bunge. Tunapouza hizi dhahabu, bado hatujauza, tunapotaka kuuza hizi dhahabu, nimesema tunakwenda kufanya rebalancing. Tunaenda kuweka kule ambapo palikuwa pamepelea kwa sababu ya wingi wa kununua na vihatarishi vilivyopo kwenye dhahabu. Sasa tukifanya namna hiyo, tukana hizi fedha za kigeni, panapotakiwa sasa serikali inapotaka labda kulipa wahandisi au watoa huduma kwa fedha za kigeni, watoa huduma wa nje, basi anakuja anatupa shilingi kutoka kwenye mfuko mkuu wa serikali, na sisi anatupa instruction kwamba sasa lipa. Manake ni kama tu wewe unavyoenda kununua gari, unapitia benki, lazima akaunti yako ina shilingi, alafu unaiambia ile benki sasa nilipie hili gari milioni kadhaa Japani. Ndio tunavyofanya hivyo. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na tukiachana taarifa hiyo, tusonge mbele. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameeleza kuwa Tanzania inahitaji wataalamu wengi zaidi katika nyanja za sayansi na teknolojia ili kuendana na kasi ya maendeleo ya dunia. Waziri Profesa Mkenda amebainisha hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kuaga vijana 16 watakaokwenda kusoma masomo ya sayansi na teknolojia katika Chuo Kikuu cha Johannesburg, Afrika Kusini kupitia mpango wa Samia Scholarship Extended. Profesa Mkenda amesisitiza kuwa mpango huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuongeza idadi ya wataalamu wa sayansi na teknolojia nchini, hususan katika nyanja za data science na akili unde. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwandani. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi. Alitoa ahadi hiyo kwa Tanzania kupitia hotuba yake ya bungeni kwamba tutawasomesha wanasayansi kuwafanya wabobezi ndani na nje
ya nchi. Hata siku 100 hazijesha tangu ape tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi zake hizi zinatekelezwa. Vijana hao 16 ni kati ya wanufaika 50 wa mpango wa Samia Scholarship Extended ambao wanatoka shule mbalimbali za kata, serikali na binafsi, jambo linaloonyesha kuwa fursa hiyo inatolewa kwa wote wenye uwezo bila kujali asili ya shule au familia. Lakini kubwa zaidi niseme kwamba COSTECH tutaendelea kuwa mshirika. Vijana wote 19 tumesaini mkataba tayari kati ya sisi na nyie kwa Mkoa wa Kusini. Tutaendelea kwa niaba ya serikali kutoa usimamizi huo na ufadhili kuhakikisha kwamba masomo yanakwenda vizuri. Mpango wa Samia Scholarship Extended unalenga kutoa fursa kwa wanafunzi bora wa Kitanzania waliopata ufaulu wa juu kidato cha 6, hasa kwenye masomo ya sayansi ikiwemo advanced mathematics. Tunaamini tunapoenda huko tutaenda kusoma kwa bidii, tutaenda kupata uzoefu na kutengeneza uhusiano imara na kampuni na watu influential duniani kote, na sisi tutakuwa sehemu ya kutimiza malengo ya dira ya Tanzania 2050. Na wasii wadogo zangu mchukue science ili muweze mkapata fursa hizi na nyie mkaongeze ujuzi katika utaalamu wa tehama na teknolojia katika nchi hii. Aidha, Profesa Mkenda ameongeza kuwa baada ya kundi la kwanza, serikali imepanga kupeleka wanafunzi wengine 34 katika vyuo vya kimataifa vilivyoko Ireland Kaskazini. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na tukitoka Dar es Salaam tuelekee Dodoma. Serikali imeitaka bodi ya makamishna wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania kuhakikisha mali za wanaushirika zinawekezwa katika maeneo sahihi ili ziweze kuzalisha na kuleta tija kwa wanachama wake. Mwandishi wetu Joyce Ngerengera anafafanua. Maelekezo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo wakati akizindua bodi ya tume hiyo itakayodumu kwa kipindi cha miaka 3. Kuhakikisha kuwa mnaimarisha usimamizi kwenye vyama vya ushirika ili kuwa na viongozi waadilifu na watendaji wenye sifa stahiki ambao watasimamia shughuli za vyama vya ushirika ipasavyo kwa kuzingatia weledi na ubunifu. Kipekee kabisa, mnatakiwa kuhakikisha kuwa mnasimamia utekelezaji katika maeneo ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi yatekelezwe kupitia ushirika. Baadhi ya maeneo hayo ni pamoja na ujenzi wa viwanda, upatikanaji wa huduma za bima ya mazao, huduma ya matibabu na mafao ya uzeeni kwa wakulima. Mwenyekiti wa bodi ya makamishna Tume ya Maendeleo ya Ushirika Abdul Majid Sekela na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Dr. Benson Ndiege wakaeleza baadhi ya mambo yaliyotekelezwa na kamisheni hiyo. Lakini ushirika ni zaidi ya vyama msingi. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba vijana wengi na hasa vijana waunga kwenye ushirika kulingana na sekta wanazotaka kufanya. Iwe ni bodaboda au ni wakulima, utalii, ili tuwawezeshe kwanza kujenga uwezo wao wa kifikira katika uwekezaji, lakini pili kuunganisha na wadau na sekta za fedha ili kupata mitaji zaidi na zaidi. Muonekano wa tume na utambulisho wa tume kwa jamii au shirika kwa ujumla ulikuwa ni mdogo sana. Yaani tulikuwa tume na wadau wake, watu walichokuwa nakijua ni mabaya na magumu na changamoto ambazo zina shirika. Kwa kweli, kwa kukaa pamoja kwa maelekezo na miongozo ya kamisheni ambayo imemaliza muda wake, tumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerengera, Star TV. Asante sana Joyce Ngerengera kwa taarifa hiyo. Vijana wa kike nchini wametakiwa kuchangamkia fursa ya elimu ya mifumo ya usalama ya kimtandao inayotolewa na serikali, hali itakayosaidia kuona uwiano sawa na wanaume kwa kupata wataalamu wa kutosha watakaoisaidia nchi katika masuala ya kiusalama. Mwanahabari wetu Beatrice Gerald anaandani wa taarifa hii. Ni katika mashindano ya masuala ya usalama wa kimtandao ya Cyber Champions Competition chini ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA yanayotolewa kwa lengo la kuibua vipaji na kutoa elimu ya usalama wa mtandao katika elimu ya vyuo vikuu hapa nchini, ambapo mkurugenzi mkuu wa TEHAMA TCRA Tusajigwe Mwalusaka
anatoa msisitizo kwa wasichana kushiriki katika mashindano hayo kwa kuwa bado mwamko upo chini ikilinganishwa na wanaume. Tangu kuanzishwa kwake mwaka wa fedha 2019-2020 hadi sasa 25-26, jumla ya vijana 4285 wameshiriki. Na kati ya hao 3705 ni wavulana ambao ni sawa na 84.47 na 580 ni wasichana ambao ni sawa na 13.53. Kwa hapa tunaona kidogo uwiano sio mzuri sana. Tunaona wavulana wamekuwa ni wengi zaidi kuliko wasichana. Lakini vile vile mwaka huu shindano la 6 lilivutia washiriki 1226. Msisitizo unawekwa kuwekeza kwa vijana juu ya masuala ya kimtandao ili kuimarisha usalama wa nchi na uchumi. Hatuwezi kufika kokote kama hatuwekezi kwa vijana. Lakini pia kama tutakuwa tumekuwa makini kama nchi tunapofikiri kuondosha umasikini, mwisho wa wakati teknolojia ni enabler, inawezesha. Tuitumie cyber security in a productive way, tusitumie kuumiza wengine. Kuna watu ambao tukiwa tunasema kuna mambo ya red team pamoja na blue team. Tujitahidi tukiwa katika mazingira ya kawaida tutumie blue teaming more than vile ambavyo watu wanafanya katika red teaming. Kwa hiyo badala ya kuwasubiri ninyi mmefika kama hapa mlipofika, mmepita huko, sasa we are going down. Na kitu gani ambacho na ni platform gani ambayo itatutengenezea nafasi? Ni Digital Club. Kwa upande wake meneja wa TCRA kanda ya Kaskazini, Mhandisi Francis Miayo, anabainisha kuwa washindi 4 waliopatikana wataendelezwa ili kuwa na ujuzi utakaotambulika kimataifa. Sasa kuna zawadi ya kuendelezwa katika fani ya kukabiliana na masuala ya mtandao. Mamlaka ya mawasiliano itawaendeleza kwa maana ya kuwalipia baadhi ya gharama ambazo zinahusiana na kupata ule ujuzi ambao unatambulika kimataifa. Lakini vile vile watapewa zawadi zingine, kwa mfano vitendea kazi ambavyo kulingana na mamlaka ilivyopanga itakapofika muda wa kukabidhiwa ambao ni mwezi wa pili watapewa na itajulikana ni zawadi gani. Mashindano haya ni ya 6 kufanyika hapa nchini ambapo washiriki 1226 wameshiriki kutoka vyuo vikuu 29 hapa nchini. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na mtazamaji, turejee hapa mkoani Mwanza. Halmashauri ya wilaya Misungwi imetakiwa kuongeza kasi ya ukusanyaji mapato ili kuwezesha halmashauri hiyo kutekeleza miradi kwa lengo la kuboresha huduma kwa wananchi. Akizungumza katika hafla hiyo, Konenge amesema umeme ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa Mtanzania mmoja na taifa kwa ujumla, sawa na lengo la dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inayolenga kuzalisha ajira zaidi ya milioni 8.5. Na kwa target ya Vision 2050 tunatakiwa kuzalisha ajira milioni 8.5. Ni baraza la madiwani halmashauri ya wilaya Misungwi wakijadili taarifa ya robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025-2026. Kubwa ni kwa namna gani wataongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato kutokana na baadhi ya kata kukabiliwa na changamoto haswa katika sekta ya maji, umeme na miundombinu. Tunacho kituo cha afya Usagara. Kituo kile cha afya kina kesi 125 kwa wagonjwa wa nje kwa mwezi. Kina mama wanaojifungua zaidi ya 2500. Kwenye kitu ulikuwepo kwenye kao. Si kwenye upande wa maji tu, hata kwenye miradi mingine ya maendeleo tunapoona kiongozi mambo pale tunapaka mafuta mambo yanaenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi tukatoka wala kuwasaidia wananchi wetu. Kwa namna hii tutafika lini? Kwa tunaelekana kwenye majaribu kati ya sisi na wananchi. Robo ya mwaka uliopita 39% tu ya mapato yalikusanywa. Kaimu mkuu wa wilaya Misungwi anawataka madiwani na wataalam kuongeza ushirikiano ili kufanikisha ukusanyaji wa mapato, ikiwa mpango wa halmashauri hiyo ni kununua greda ili kusawazisha miundombinu iliyokero kwa wananchi. Tumepata taarifa hapa tuko 39%. Ni obvious tulitakiwa tuwe zaidi ya 50%. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya kuanzia sasa mpaka tunapofika tarehe 30 Juni. Miundombinu katika kata zetu iko ya hovyo sana. Nadhani sasa hivi tunaenda kuja na suluhisho la kununua greda. Kama vile alivyoambia waheshimiwa madiwani kwamba bila ushirikiano
watabekia kuvutana na tukachelewa zaidi ile safari yetu na ikatugharimu zaidi. Mbunge wa jimbo la Misungwi Silveri Salvator anatumia kikao hiki kuwajuza kutumia rasilimali zilizopo kuendeleza wilaya Misungwi, na wakuu wa vitengo wakiwahakikishia madiwani changamoto katika sekta mbalimbali zitaendelea kutatuliwa. Wilaya yetu ya Misungwi ni wilaya tajiri, na mahali alipo tu ilipo ambapo Mwenyezi Mungu aliiweka, hatuna sababu ya kuendelea kulia mapato hatujakusanya. Kuweka mfumo wa sola eneo la Sumbugu na kuweka booster eneo la Kanziga, kubusti maji eneo la Misasi pamoja na Mabuki, mfumo ule utaimarishwa na changamoto hiyo itaisha. Baraza hilo limepokea taarifa za kamati mbalimbali, viongozi wakiahidi kuyasimamia kwa ajili ya wananchi. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Asante sana Sharifa Suleiman kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee huku mkoani Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amepokea wakandarasi wa kampuni ya Nakuroi Limited waliopata zabuni ya utekelezaji wa mradi ujenzi wa miundombinu ya kusambaza umeme katika vitongoji 330 vya mkoa huo, mradi ambao una thamani zaidi ya shilingi bilioni 46.6. Akizungumza katika hafla hiyo, Kunenge amesema umeme ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, sawa na lengo la dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inayolenga kuzalisha ajira zaidi ya milioni 8.5. Na kwa target ya Vision 2050 tunatakiwa kuzalisha ajira milioni 8.5, na majority ya hawa tunaotaka wafanye hizo ni vijana. Milioni 8.5 si lazima waje mijini. Kwa hiyo tunapohakikisha kwamba tunaweka umeme vijijini, wanaweza kafungua viwanda vidogo vidogo wakiwa kule kule walipo, lakini pia itasaidia upatikanaji wa umeme kupunguza ukataji wa miti, uharibifu wa mazingira, kwa sababu wataweza kutumia nishati safi, wataweza kutumia umeme kwa ajili ya shughuli zao za kupika vyakula, mahitaji ya nyumbani, lakini na viwanda vidogo vidogo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa umeme vijijini kutoka wakala wa nishati vijijini, mhandisi Thomas Mbaga, amesema kuwa REA imekabidhi rasmi mradi huo kwa mkandarasi mzao kwa kipindi cha miaka 3 ili kutekeleza jukumu la kufikisha umeme katika vitongoji 330 vya mkoa wa Pwani, ambapo zaidi ya wananchi 10,706 wataunganishiwa umeme. Na mkandarasi aliyeshinda zabuni hii ni Nakuroi Investment Limited, na wateja ambao watanufaika na mradi huu ni wateja takribani wateja 10,706. Kwa hiyo na gharama za mradi huu ni takribani shilingi za Kitanzania bilioni 46.6. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kumtambulisha mkandarasi kwa mkuu wa mkoa. Mwakilishi wa kampuni ya Nakuroi Limited, mhandisi Nestor Vincent, amesema kampuni hiyo itashirikiana kwa karibu na serikali pamoja na wadau wote wakiwemo REA ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Kipekee zaidi tumejipanga vilivyo tuweze kuhakikisha kazi hii tunaifanya kulingana na mkataba unavyotuelekeza ndani ya miaka 3. Kwa hiyo tutashirikiana na wadau wote wa mradi ikiwemo TANESCO, REA na viongozi wengine wa kiserikali kuhakikisha vitongoji hivi 330 vinafikiwa na umeme ifikapo mwaka 2029. Na mahala pengine takriban vitongoji 186 vilivyokuwa havijafikiwa na umeme katika mkoa wa Kilimanjaro vinatarajiwa kufikiwa na huduma hiyo baada ya serikali kutoa takriban shilingi bilioni 33.5 kwa ajili ya vitongoji hivyo. Taarifa zaidi na Diana Rose Charles. Hayo yamesemwa wakati viongozi wa wakala wa nishati vijijini REA walipokuwa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu wakimtambulisha mkandarasi atakayetekeleza mradi wa kusambaza umeme kwa vitongoji 186 uliolenga kufikisha huduma hiyo katika vitongoji vyote mkoani hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika mkoa wa Kilimanjaro kuna vijiji 519 ambavyo vyote vina miundombinu ya umeme kwa sasa hivi. Na pia mkoa wa Kilimanjaro una vitongoji 2258 ambavyo kati ya hivyo 2046 vina umeme mpaka sasa hivi. Na vingine 26 vinaendelea kuunganishwa umeme na mkandarasi aliyeko site ambaye ni Selex. Kwa vitongoji ambavyo vilikuwa havina umeme ni 186
ambao Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa jitihada ya serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imepatia fedha bilioni 33.5 kwa ajili ya kumaliza vitongoji vyote vya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa vitongoji vyote 186 vitapelekewa umeme na huu mkandarasi ambaye anaitwa DM Group Limited ambaye ndiye atamaliza vitongoji vyote vya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakuwa taarifa nzuri kwamba mkoa wako unaenda kumaliza kupeleka umeme katika vitongoji vyote. Ni kati ya mikoa mitatu ya Tanzania ambayo inaenda kumaliza vitongoji vyote, ambayo vingine ni Kigoma na Katavi. Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema kuwepo kwa umeme ni fursa kwa kujipatia maendeleo kwa wakazi wa mkoa huu. Na mimi nitoe wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Sasa kwa sababu walitaka umeme, na mimi nikipita kwenye ziara, mkuu umeme. Mheshimiwa Rais ametoa fedha, tunakwenda kumaliza changamoto ya umeme kwenye vitongoji vyote, na kama alivyosema kwenye vijiji kuna. Sasa wananchi hawataki maneno. Wakishasikia leo Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 33.3, maana yake 5, maana yake fedha hizi zipo. Na huyu bwana mwakilishi wa mkurugenzi ni mkurugenzi wa fedha, kasema fedha zipo. Kwa hiyo wewe una shida ya fedha, wewe una shida sasa ya kufanya kazi kuwapelekea wananchi umeme. Na mimi nifuatiliaji sana bwana. Nitafuatilia. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Mtazamaji, tukisalia huko Kilimanjaro, uongozi wa manispaa ya Moshi umemwagiza mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa kituo kipya cha kimataifa cha mabasi cha Nganga Mfoni kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo kwa kufanya kazi usiku na mchana ili ukamilike kwa wakati uliopangwa. Kukamilika kwa stendi hiyo ni moja ya kiu kubwa wananchi wa manispaa ya Moshi na mkoa wa Kilimanjaro, hasa ikizingatiwa kuwa ujenzi wake ulianza tangu mwaka 2019 lakini ulisimama kutokana na sababu mbalimbali. Serikali iliwisha mkataba wa ujenzi wa mradi huo mwezi Juni mwaka jana na mkandarasi CRJE East Africa Limited kuendelea na ujenzi ambao unatarajiwa kukamilika ifikapo Aprili 2026. Tulikuwa tunatakiwa tumalize mradi tarehe 20 mwezi wa 4 2026. Mpaka sasa tumeshafanya kazi za nje kwa maana ya maeneo ya maegesho ya magari, kwa maana ya parking, tumeshafika 60%. Mkurugenzi wa manispaa ya Moshi Bi Mwajuma Nasombe amefanya ukaguzi wa mradi huo wa kimkakati na hapa anatoa maelekezo kwa mkandarasi kuhakikisha unakamilika kwa wakati uliopangwa. Kazi zilizobakia kimsingi bado tunaziona ni nyingi. Kwa hiyo tumewaagiza wahakikishe wanafanya kazi na usiku. Wafunge taa, angalau waongeze muda wa kufanya kazi hata mpaka saa 4 mpaka saa 6 ili kuhakikisha mradi huu ulete tija na ukamilike kwa mujibu wa maelekezo ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Na tumekubaliana kimsingi kwamba hatuhitaji tena kuongeza muda kwa sababu hii ni huduma ambayo inatarajiwa na wananchi kwa haraka iwezekanavyo. Kukamilika kituo kipya cha kimataifa cha mabasi cha Nganga Mfumuni ni muhimu kwa kuboresha huduma za usafiri na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika manispaa ya Moshi na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Rodrick Mushi, Star TV, Kilimanjaro. Na uongozi wilayani Musoma mkoani Mara umewataka wamiliki wa majengo na viwanja visivyo na hati kufika katika kambi jumuishi ya utoaji huduma za kiserikali ili waweze kuchukua hati zao zilizokwisha andaliwa na kamishna wa ardhi. Ni katika kambi jumuishi ya utoaji wa huduma mbalimbali kwa ajili ya wakazi wa manispaa ya Musoma. Kaimu kamishna wa ardhi mkoa wa Mara Baraka Kambira anatoa taarifa juu ya wamiliki wa ardhi na majengo kuterekeza hati zao kwa muda mrefu. Sasa hivi tuna hati 302 ambazo tunatakiwa tuwakabidhi wananchi ambao wanakuja. Tumeshawatumia meseji na tumeshawapigia simu ili waje wazichukue. Akipokea na kukabidhi baadhi ya hati, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka anaitumia fursa hiyo kutoa rai kwa wale wote wanaomiliki ardhi kufika katika kambi hiyo jumuishi ili waweze kupata hati zao. Nitoe rai na nitoe wito kwa wana Musoma wote kutumia fursa hii ya hizi siku 3 za kishindo
kuhakikisha wanafika hapa waendelee kupata huduma ambazo sisi kama serikali kwa umoja wetu tumeona tusogeze huduma hizi jirani na wananchi pale walipo. Daudi Maemba, Samson Lukonge na Magori Magege ni miongoni mwa wakazi katika manispaa hii walioitikia wito na kufika katika kambi hiyo ili waweze kuchukua hati zao. Huduma hii nafikiri ni nzuri kwa wananchi kwa sababu ni namna ambavyo serikali inajaribu kusogeza huduma kwa wananchi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kupata hati ambayo ilikuwa imeshalipiwa na nimeshaipata, ndio hii hapa. Pokea kwa sababu naona inarahisisha na ni wazi mno ambayo inazingatia ukweli. Serikali wilayani Msoma mkoani Mara imeanzisha kambi ya huduma jumuishi kila mwezi ili kuwawezesha wananchi katika halmashauri mbili za wilaya kupata huduma jirani na makazi yao. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Na mtazamaji, taarifa yake Sadiki Unga inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapo tutakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antina pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Shirika la Viwango Tanzania TBS linapenda kuwatangazia wafanyabiashara wote wa vyakula na vipodozi kuwa matangazo yote yanayohusiana na bidhaa hizi yanapaswa kuwasilishwa TBS kabla ya kutangazwa ili kuweza kuhakikiwa. Uhakiki wa matangazo haya unafanyika ili kuepusha upotoshaji kwa watumiaji wa bidhaa husika. Matangazo hayo ni yale yote yanayorushwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii, mabango na sehemu nyinginezo. Kwa maelezo zaidi, usisite kuwasiliana nasi kwa namba ya bure 0800110827. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotolidi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800110827.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tuelekee huko mkoani Morogoro. Wajumbe wa kamati ya taifa ya ushauri wa tafiti za mazingira wamekutana mjini Morogoro kufanyia mapitio rasimu ya mwongozo wa kitaifa wa utafiti wa mazingira, kuimarisha mwelekeo wa tafiti hizo kwa kuweka msingi wa maamuzi sahihi kwenye utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 mwaka 2050 kwa kujikita katika ushahidi wa kisayansi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omari Hussein. Kamati hiyo inayohusisha wataalamu wabobezi kutoka taasisi za elimu ya juu, taasisi za serikali, sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali wanajadili kupata mwongozo wa tafiti za mazingira kama inavyoelezwa na mkurugenzi wa usimamizi wa tafiti za mazingira kutoka Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira nchini. Kamati ya taifa hii imekusanya wataalamu kutoka kwenye wizara, lakini taasisi za elimu ya juu na taasisi za tafiti za mazingira. Lengo ni kuhakikisha kwamba mawazo yanayohusishwa kwenye nyenzo hii ni shirikishi na yanatoa ufumbuzi wa matatizo tofauti na pale nyenzo ile inaandaliwa labda na taasisi moja. Kwa hiyo kikao cha siku mbili hiki ni mahususi kuwashirikisha wadau kutoka kwenye taasisi hizo ambao ni wajumbe wa kamati ya utafiti kuja kutoa maoni yao kuhakikisha kwamba nyenzo hii ni shirikishi na inatoa ufumbuzi wa matatizo ya kimazingira tulionayo nchini. Kwa upande wake, mratibu wa ajenda ya taifa ya utafiti wa mazingira Dr. Rose Mtui ameeleza kilichowasukuma NEMC kuja na mpango huo. Bila kutoa mwelekeo jinsi gani tafiti za mazingira zifanyike, tutakuwa kila mtu anafanya kivyake na haitakuwa vizuri. Kwa hiyo hii ni kama mwongozo. Mpango ni kukamilisha rasimu hiyo kwenye kikao hiki cha siku mbili, kuandaa mwongozo mpya utakaoanza kutumika mapema kuanzia mwaka huu 2026. Shughuli za maendeleo zitafanyika kwa ajili ya kuongeza kipato cha mwananchi mmoja mmoja na kwa ajili ya kuboresha uchumi wa nchi yetu, lakini tukifanya hivyo katika ule utaratibu wa maendeleo endelevu, kwa maana ya kwamba tunatunza mazingira na tunaongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Lazima tujumuishe yote ambayo ni mapya kama hiyo dira ya taifa, lakini pia sheria ambazo zimetoka mpya za sekta mbalimbali, lakini pia sera mbalimbali, lakini kuna mikakati mbalimbali ya kitaifa. Kwa muda sasa tafiti za mazingira zimekuwa zikifanyika bila mwongozo wa kitaifa kueleza vipaumbele, inasababisha mkanganyiko katika uratibu wa taarifa na matumizi ya matokeo ya tafiti katika kupanga na kutekeleza sera na mipango ya maendeleo, hivyo kuifanya NEMC kuandaa ajenda ya kitaifa ya utafiti wa mazingira kama hatua ya kuwa na mwelekeo wa pamoja unaoendana na dira ya taifa ya maendeleo na malengo ya maendeleo endelevu. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hussein wa Star TV. Tazamaji, twende mapumziko mafupi. Habari za biashara na uchumi zitafuata. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Wafanyabiashara na wadau wa sekta ya kodi wameeleza kuwa mfumo jumuishi wa usimamizi wa kodi za ndani IDRAS utapunguza urasimu, kuongeza uwajibikaji na kuchochea ulipaji wa kodi kwa hiari, jambo litakalosaidia serikali kuongeza mapato kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mamlaka ya mapato Tanzania mkoani Geita imetoa mafunzo kwa walipa kodi juu ya mfumo wa IDRAS. Walipa kodi mkoani Geita wamesema IDRAS itarahisisha taratibu mbalimbali ikiwemo ujazaji wa rejesho, ulipaji wa madeni ya kodi pamoja na ufuatiliaji wa taarifa za kikodi kwa njia ya mtandao, hatua itakayosaidia kuondoa adha ya kuwafuatilia wateja ana kwa ana, huku ikiongeza uwazi na ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwa huu mfumo wa IDRAS utatusaidia sana kurahisisha ufanyaji wetu wa kazi, kwanza kwenye kufaili return, pili katika ulipaji wa madeni. Haitatusumbua tena kama ule mfumo wa mwanzo kuanza kufuatiliana na wateja, kukimbizana nao. Itafupisha muda wao wa kwenda TRA kwa ajili ya kutoa taarifa, kwa sababu taarifa zitakuwa zinatolewa kwenye mtandao. Halafu muda ule ambao walikuwa wanatumia kwa ajili ya kwenda TRA watumie kwa shughuli zao zingine za maendeleo.
TRA wamesema kuwa matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ukusanyaji wa kodi ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuimarisha mazingira ya biashara na kuongeza wigo wa walipa kodi sambamba na kukuza uchumi wa kidijitali. Mafunzo haya yana umuhimu mkubwa kwetu sisi wasimamizi wa kodi, lakini vile kwa wafanyabiashara. Kwanza, tunaweza tukatoa huduma kwa masaa 24 siku 7 za wiki. Lakini hizo huduma vile zinatolewa kwa wafanyabiashara wakiwa kwenye ofisi zao. Kwa hiyo mfumo huu utatuwezesha kwanza kupunguza gharama zile za kutoka ofisini kwako kuja TRA. Lakini vile itaongeza masaa ambayo unaweza kupata huduma za. Mafunzo haya yanakwenda kuwa chachu kupokea mabadiliko haya ya mfumo jumuishi wa usimamizi na kodi za ndani. Kwa muda mwingi sana wao kutoka hapa kwenda kwenye ofisi za mamlaka, lakini wanaweza kutimiza wajibu wao wa kikodi wa kuhakikisha kwamba taarifa zote na mawasiliano yote ambayo wangeweza kuyafanya physically, yani kwa kutoka na kwenda, wanaweza wakayafanya wakiwa maeneo yao ya kazi na mahali popote pale walipo, kwa sababu mfumo unafanya kazi masaa 24, iwe sikukuu, iwe siku za weekend, unafanya kazi. Aidha, mafunzo haya ni ya siku 2 yakilenga kuwawezesha walipa kodi kupata uelewa wa kutosha juu ya matumizi ya mfumo wa IDRAS katika shughuli zao za kila siku. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imekabidhi mbegu za ufuta kilo 1350 kwa wilaya zinazozalisha zao la ufuta mkoani Tanga. Queen Yusuf ana taarifa hii. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tanga, mkuu wa wilaya ya Muheza Ayubu Sebabili amesema kupitia minada inayofanyika katika zao la ufuta zimepatikana takriban shilingi bilioni 9 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwa hakika tumeona manufaa ya hii minada. Katika ufuta tumeona zimetajwa pesa hapa karibu bilioni 9 zimepatikana kwa mfumo huu wa stakabadhi ya ghala. Niwaombe muendelee kutoa ushirikiano kwa mkoa kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zote hizo wakulima wake wanafanya vizuri kutokana na aina ya mbegu ambazo mnatusaidia, lakini pia usimamizi mzuri katika sekta nzima hii ya mazao. Zoezi la ugawaji wa mbegu hizo ni kurejesha sehemu ya tozo ambayo ilikusanywa kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani kwa wakulima. Kwa wilaya ambazo zinazalisha ufuta ili kurejesha sehemu ya tozo ambayo tulikusanya kwenye mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani. Kwa hiyo tumeleta kilo 1350 au tani 1.35 kwa ajili ya wilaya hizo. Wao watakuwa ni wanufaika mojawapo kulingana na zile tozo tulizokusanya kwenye mfumo. Lengo ni wakulima wapate mbegu bora ambazo ziko improved. So sasa hivi mbegu zinazotumika ni mbegu ambazo za kienyeji, na hizi mbegu zinazaa mpaka kilo 800 kwa ekari. Na hapa wakulima wanasema kupitia mfumo huo umewasaidia kwa kiasi kikubwa, hasa katika kuuza mazao yao na kupata mbegu bora. Wenzetu wa COPRA wakaja na mfumo huu wa mazao mchanganyiko kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, na yenyewe tukaanza kuingia katika mfumo huu na mazao takribani 4. Zao la kwanza lilikuwa ni ufuta ambao tulifanya katika wilaya Pangani na tulifanikiwa kwa 100%. Sisi kama wakulima kupata mbegu yenye tija, kwa kweli tutaachana tena na mbegu ile ya asili ambayo ilikuwa haina kipato. Mbegu hizo zimetolewa katika halmashauri 3 ambapo halmashauri ya Handeni vijijini imepata kilo 800, Handeni mji imepata kilo 250 pamoja na halmashauri ya Pangani imepata kilo 300. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Asante Queen Yusuf. Mtazamaji, twende mapumziko. Habari za mataifa mbalimbali zinafuata. Karibu
Karibu sana mtazamaji katika habari za mataifa mbalimbali. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kufanya mazungumzo zaidi na Iran kuhusu uwezekano wa kupata makubaliano ya nyuklia na kusema huenda asitumie nguvu ya kijeshi dhidi ya taifa hilo. Chesi Machugo na undani wa habari za kimataifa. Baada ya Marekani kuitaka Iran ipunguze uwezo wake wa makombora ya masafa marefu, isimamishe utajiri wa nyuklia na isitishe usaidizi kwa makundi yenye silaha yanayotishia Israel, huku Rais Trump akitishia kufanya shambulizi kubwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Seyed Abbas Araghchi alijitokeza haraka na kusema jeshi lake liko tayari kujibu mashambulizi au uchokozi wowote kutoka Marekani. Kwa sasa rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kufanya mazungumzo zaidi na Iran kuhusu uwezekano wa kupata makubaliano ya nyuklia na kusema huenda asitumie nguvu ya kijeshi dhidi ya taifa hilo. Iran imesema mazungumzo hayawezi kufanyika chini ya tishio baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuionya Tehran kufanya makubaliano au kukabiliwa na uwezekano wa kushambuliwa kijeshi. Kwa sasa Marekani imepeleka kikosi kikubwa cha mashambulizi ya anga na baharini katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na meli ya kubeba ndege, manowari na ndege za masafa marefu za kurusha mabomu. Hatua ya Iran kuwa tayari kwa shambulizi la Marekani inaonyesha uthabiti wao wa kupambana na huyu hasimu wake mkuu. Tukiangazia Venezuela. Marekani imepunguza vikwazo kwa sekta ya mafuta ya Venezuela baada ya bunge la kitaifa nchini humo kupiga kura ya kufungua sekta hiyo kwa wawekezaji binafsi. Mageuzi hayo yanaondoa vipengele vya ukiritimba wa jimbo ambavyo hapo awali vilidumishwa na kampuni kubwa ya serikali ya Petróleos de Venezuela PDVSA. Vifungu muhimu vya sheria hiyo ni pamoja na kupunguza kodi na mirabaha ili kuhakikisha ushindani wa miradi na kuwapa wazalishaji binafsi uhuru wa kusimamia mashamba yao ya mafuta, kushughulikia uhamisho wa mali na shughuli za nje bila udhibiti wa lazima wa PDVSA. Mabadiliko ya kisheria ni jibu la moja kwa moja kwa mpango uliopendekezwa ujenzi wa dola bilioni 100 kwa tasnia ya mafuta ya Venezuela unaoungwa mkono na utawala wa Rais Trump. Hatua hiyo imekaribishwa na Wavenezuela wengi ambao wanatumai kuona uchumi wao ukiimarika zaidi. Kwingineko, nchi 27 wanachama wanaounda Umoja wa Ulaya wameorodhesha jeshi la mapinduzi la Iran kama kundi la kigaidi kufuatia ukandamizaji mkali wa maandamano ya kitaifa ulioua maelfu ya watu, licha ya hatua hiyo kuwa ya kiishara zaidi inayozidisha shinikizo kwa Iran. Umoja wa Ulaya umeafikiana kuliorodhesha jeshi la mapinduzi la Iran IRGC kama kundi la kigaidi kufuatia ukandamizaji mkali wa maandamano ya kitaifa uliotekelezwa na utawala wa Tehran. Hatua hiyo inaliweka jeshi hilo katika daraja moja na makundi kama vile Al-Qaeda, Hamas pamoja na kundi la IS. Kikosi hiki kiliundwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu mnamo mwaka 1979. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ndilo shirika lenye nguvu zaidi nchini Iran. Kikosi hiki sambamba cha jeshi sawa na bwawa la kijeshi la utawala wa mshirika mkuu wa kiuchumi kina jukumu muhimu la kukandamiza maandamano yaliyoenea ambayo yalifanyika hivi karibuni na kupelekwa chini ya ukandamizaji mbaya. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Siku moja baada ya shambulio la uwanja wa ndege wa Niamey kuvamiwa na watu wenye silaha, mtawala wa kijeshi wa Niger, Abdurrahmane Tiani, amewalaumu marais wa Ufaransa, Benin na Ivory Coast kwa kufadhili shambulio la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Niamey, shutuma aliyoitoa bila ya kutoa ushahidi wowote. Rais Tiani aliwashambulia wale aliowaita wadhamini wa mamluki hao: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Rais wa Benin Patrice Talon na Rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara. Wizara ya ulinzi nchini humo imesema uharibifu mkubwa na vifaa kwa ndege ulisababishwa wakati wa shambulio hilo, haswa kwa ndege 2 za shirika la ndege la ASKI na moja kwa Air Cote d'Ivoire. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu uharibifu wa sehemu za kijeshi za uwanja huo wa ndege.
Nalo shirika la kitaifa la usafiri wa anga kwa upande wake limeonyesha kuwa shughuli za uwanja wa ndege kwa sasa zinaendelea kama kawaida. Mtazamaji, utakaporejea tutadunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kuambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Karibu sana mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari moja. Karibu katika habari za michezo na burudani. Tuanzie kwa wananchi. Kocha wa timu ya Yanga amekiri kuwa mechi yao na timu ya Al Ahli ya Misri kwenye uwanja wa New Amani Complex mjini Zanzibar utakuwa ni mgumu na wenye ushindani, lakini amekiandaa kikosi chake kuhakikisha anapata ushindi katika mchezo huo. Pedro aliambatana na nahodha Dickson Job katika mkutano wake na waandishi wa habari ambao upo kikanuni. Anasema kilichopo mbele yao ni kuhakikisha hawafanyi makosa mbele ya wapinzani wao na kuzitumia vyema nafasi watakazozipata. Tutajitahidi kuwa bora katika mchezo wa kesho, na matarajio yetu kitakuwa kipimo zaidi katika maendeleo ya soka ya timu yetu. Timu imejiandaa vema kesho kucheza dakika 90 na muda wa ziada. Kocha wa Al Ahli ya Misri Jes Torup anasema kukosekana kwa kiungo mshambuliaji Imam Ashur hakutatatiza timu yake, na tayari mchezaji huyo ameadhibiwa kwa kile kilichoeleweka ni utovu wa nidhamu kwa kutokusafiri na timu yake kuelekea Zanzibar. Mechi yetu na Yanga ni ngumu, na swala la Ashur, hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya klabu. Tumejiandaa vema kwa ajili ya mchezo wa kesho. Manahodha wa timu zote mbili Dickson Job wa Yanga na Mohamed Eshanawi wanasema kimsingi makocha wamemaliza kazi zao kufundisha soka. Kilicho mbele yao ni wachezaji wenyewe kutekeleza majukumu yao uwanjani. Kwa mchezo wa kesho yapo mengi ambayo tutakuwa tumeyafuta, japo hatuwezi kusema kwamba tutakuwa kamilifu kwa dakika zote 90, lakini umuhimu ni kuweka umakini na kutoruhusu makosa mara kwa mara katika lango letu. Sisi kama wachezaji tumejipanga kwa kufuata maelekezo ya benchi la ufundi, na ninakiri Yanga sio timu nyepesi. Katika mchezo huo utakaoanza kupigwa majira ya saa 10 alasiri, Yanga itaingia uwanjani ikiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo uliopigwa Alexandria huko Misri mabao 2-0. Hivyo watataka kutumia vyema uwanja wa nyumbani kurekebisha makosa yao na kupata ushindi. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Kila la kheri kwa wananchi katika mchezo kesho. Uongozi wa chama cha mchezo baseball na softball nchini TAPSA umesema upo katika mazungumzo na serikali ili kuanza kuchezwa mchezo huu katika ngazi ya shule pamoja na kwenye mashindano ya michezo shule ya sekondari UMISETA. Taarifa kamili na Bwana Shomari. Katibu mkuu wa TAPSA Abubakari Nachiwa amesema endapo watafanikiwa kuanza kuchezwa kwa mchezo huo katika UMISETA, wataanza na mchezo wa baseball 5 kutokana na vifaa pamoja na miundombinu yake ni rahisi kupatikana. Gharama za kuendesha mashindano ya baseball 5 ni ndogo, viwanja na miundombinu, vifaa vinavyohitajika vyote gharama zake ni ndogo,
na ndio maana WBSC, shirikisho la dunia, lilianzisha baseball 5 ili vyama vyote duniani vianze sawa sawa. Kwa hata timu za Afrika, zipo timu zinazofanya vizuri zaidi. Kwa mfano wenzetu Kenya na South Africa wapo kwenye nafasi kubwa zaidi kidunia kwenye upande wa baseball 5. Kwa hiyo nadhani hata sisi kwa upande wa miundombinu, vifaa na gharama hakutakuwa na changamoto kama ambavyo tulifanikiwa 2022. Nachiwa amesema timu ya taifa mchezo huo inatarajiwa kuingia kambini Machi mwaka huu kuanza kambi ya maandalizi ya mashindano ya Afrika. Kwa upande wa timu ya baseball 5, timu ipo tayari kwa sababu tuna database kubwa ya wachezaji wa seniors wa baseball 5 toka 2022, kwa sababu wengi wa wachezaji wao walianza kupata special training 2018. Kwa hiyo tukaenda nao mpaka 2022 na bado wapo wanaendelea kama kocha, kwa sababu ni wachezaji wenye uzoefu. Kwa hiyo database ya wachezaji ipo. Nadhani timu itaingia kambini mwezi wa 3 rasmi. Wachezaji watakuwa shortlisted, then baada ya hapo timu itaendelea na kambi ya moja kwa moja, na mara nyingi kambi zetu huwa tunafanya Kibaha au Jangwani Sekondari na Azania Sekondari. Katika hatua nyingine, kaimu katibu mkuu huyo amesema mafunzo waliofanya hivi karibuni kwa makocha na wasimamizi wa mchezo huo ni kwa ajili ya kuendesha mashindano ya watoto chini ya umri wa miaka 12 na 14 ambayo yatafanyika mara 3 kwa mwaka ili kupata timu itakayoshiriki mashindano ya Afrika kwa vijana wenye umri huo. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.